الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. ربنا هيئ لنا من أمرنا هذا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم، وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. أيها المسلمون الكرام، فأوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله. Ndugu zangu wapenzi Waislamu, ninahusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufadhilisha sisi wanadamu na kutuneemesha na neema mbalimbali. Miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu ambazo tuziona, na kuna baadhi ya neema za Mwenyezi Mungu ambazo hatuziona. Kwa neema ambazo kwamba tuziona na zile ambazo kwamba hatuzioni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, Mwenyezi Mungu kisha atakuulizeni kwa hizi neema zote aliowaneemesha. Watukufu wapenzi Waislamu, khutba yangu ya leo nianze na kuzungumza moja katika maneno ya kweli, moja katika watu wanaosema kweli. Amezungumza akasema kwamba iwapo utasahau ulipotoka, basi hautafika kule unapokwenda. Na sote tuweza kukubaliana na msemo kama huu. Ikiwa utasahau kule ulikotoka wewe mwanadamu, basi kule unapokwenda hautafika. Hapo ni kujikisi nafsi yako mwanadamu na kuangalia na kujitathmini na kujiuliza, kabla ya mimi kuwa hapa nilikuwa wapi? Kabla ya mimi kuwa hapa nilikuwa wapi? Kisha baadaye urudi katika Qur'ani, uchukue baadhi ya majibu katika baadhi ya sura. Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyi
hiya al-mauta. Mwanadamu ulikuwa ni kitone cha manii, kisha baadaye ukawa alaqatan, pande la damu, kisha ukawa ni mudghah, sehemu ya nyama ama kwamba haina hisia yoyote, kisha baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakamilisha kazi yake. Watukufu wapenzi Waislamu, kabla haujamwasi Mwenyezi Mungu, ujitathmini na ujiulize ulikuwa wapi kabla ya hapo ulipo mpaka wewe muasi Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Leo katika hotuba yetu ya leo, napenda tuchukue mazingatio ambayo kwamba nataka tuchukue ni mazingatio katika vijana waliotangulia, kuishi kabla yetu, na sisi vijana ambao kwamba tuko sasa, ambao kwamba kwa lugha nyingine tunajiita kwamba ni vijana wa .com, vijana wa .com. Na haya maudhui nimeyaleta kwa sababu siku zote chochote unachokifanya wewe, fahamu kuna walokutangulia, ima kuna aliokuwa na picha nzuri ama kuna aliokuwa na picha mbaya. Lakini leo tuleta picha nzuri, kisha tulinganisha na picha kwamba tuko sisi vijana wa leo. Hakika akili za watu zamani zilitosheka kwa wazazi wote na walezi wote, kila mmoja akawa fikra yake kwamba amtegemea kijana wake. Hizi ni fikra ambazo kwamba kila mmoja alikuwa nayo, amtegemea kijana wake, au ni kijana wa kiume au ni kijana wa kike, lakini anamtegemea kijana wake. Lao nitaondoka mimi, atabaki yeye. Ni yeye ndiye atakayeongoza familia, ni yeye ndiye atakayechukua majukumu. Lakini hivi sasa tunaona kwamba hizi ni moja katika fikra ambazo kwamba zimefifia. Baadhi ya wazazi hivi sasa fikra kama hizi hawana tena. Kila siku amuomba Mwenyezi Mungu ampe afya, aendelee kutunza mambo yake mwenyewe, na pamoja na kwamba ana vijana, lakini picha anapowatizama wale vijana wake haoni yoyote kwamba aweza kuchukua majukumu aliyokuwa nayo. Hizi ni fikra ambazo kwamba zimefifia katika walezi na wazazi wote. Watukufu wapenzi Waislamu, kuna vijana waliotangulia kabla yetu, waliishi vipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu katika Qur'ani huwa anatupigia mfano. Wadhrib lahum mathalan, ni kwamba tuchukue mfano kwa wale waliokuwa kabla yetu. Mimi ni kijana, kabla yangu kulikuwa na vijana walioishi. Wazee waliokuwa sasa wachukue picha ya wazee walioishi kabla ya wao. Wafanya biashara wachukue mfano wa wanabiashara waliotangulia kabla yao ili wapate kufanikiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla sijaeleza mmoja katika picha ya vijana wema waliotangulia, ni kufahamisha kwamba vijana ama ujana ni mmoja katika sehemu kwamba ni hasasi. Kila mmoja anategemea kijana wangu atakuwa ni kitu fulani. Ndio utaona leo wazazi hawalali, yuko tayari afanye kila kitu. Kijana wangu nimsomeshe, kijana wangu nimfanyie kazi,
nimfanyie maandalizi. Lakini kila nguvu zao zinavyotumika, fikra zao pia zinakuwa zinafifia katika kuwategemea hao wanawasomesha. Marhalatu shabab, marhala ya ujana ni sehemu ambayo kwamba ni hasasi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zama hizo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikiwategemea vijana katika kusimamia kila jambo, hata wanapoingia katika jihad. Mtume sallallahu alayhi wasallam, wale wazee wote ambao kwamba walikuwa na nguvu na fikra za kivita, wanapokuja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kichwa chake kimepiga weupe, kimetanda weupe na mvi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia kabla ya kuingia katika vita, nywele zao zote zibadilishwe rangi kwa kupaka hina, kwa sababu wale tunaokwenda kupambana nao, lao wakiona kwamba yule ni mzee na yule ni mzee, watajua sisi tumeshashinda tayari. Kwa hivyo Mtume akiwaambia wale wazee wote, kila mmoja ndevu zake atie hina, nywele zake zote azipake hina, ili tunapoingia pale tuonekane sote tuko imara. Na hii ni moja katika siasa aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonesha kwamba Mtume hata katika vita alikuwa akijua mbinu za kupambana na maadui zake. Adui akishakugundua kwamba wewe ni hafifu, basi akishasoma kwamba huyu ni mzee, basi. Lakini Mtume aliwaambia nyote, badilisheni rangi ya nywele zenu. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiwatanguliza vijana pia, kuonesha kwamba Uislamu pia unawategemea vijana katika kuleta mabadiliko katika Uislamu. Kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandaa jeshi, na hili jeshi lilikuwa ni jeshi ambalo kwamba litapigana vita ya mwisho kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa kwake. Mtume akatizama katika wale wote waliokuwa na mahara na vitimbi vya kupigana vita, nimchague nani kiongozi? Nimchague nani kiongozi? Mtume akamtizama Usama bin Zaid. Mtume akamchagua Usama bin Zaid. Wakati huo tuambia Usama hata miaka 20 hajafikisha, lakini kulikuwa na Sayyidina Umar, kulikuwa na Sayyidina Abu Bakar, bado walikuwa wako hai, ni wazee wenye nguvu, wenye maarifa. Mtume akamchagua kijana mmoja mdogo sana, aitwa Usama bin Zaid. Baada ya kuandaa lile jeshi, Mtume akaanza kuugua. Akaugua Mtume sallallahu alaihi wasallam, jeshi bado halijaelekea vitani, Mtume akafa. Jeshi bado halijaondoka. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyechukua uongozi ni Sayyidina Abu Bakar, ndio khalifa wa Uislamu ala al-itlaq baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuko katika fikra za mashia sisi, hatuko katika fikra za kwa sababu kuna watu wameniona barabarani kusema ustadhi umevaa kanzu nyeupe, wewe ni mshia. Ni vazi ambalo kama ni vifaa, ni rangi iliyovaa, wala haina alaka yoyote na mashia. Khalifatul awwal ama khalifatul ula ala al-itlaq ni Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar alipoingia katika uongozi, ile jeshi la Mtume bado lipo,
kisha wakaketi katika mkutano shura. Hii ni jeshi Mtume alikuwa tayari kashaliandaa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amemchagua mtoto mdogo. Kuna watu kama kina Sidna Uthman wenye maarifa, tubadilishe. Sidna Abubakar watu wampatia fikra, huyu kijana tumuondoshe, tumweke mtu mwenye mtu mzima. Sayyidina Abubakar jawabu alitoa, asema lan anzila rayatan akadahu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, siwezi nikaondosha bendera kwamba tayari amelikitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokuwa haya alimuona Umar, alimuona Sayyidina Abubakar, alimuona Uthman, lakini akamchagua Usama. Fikra yake ni kwamba ni kijana ambao kwamba lazima ataleta mabadiliko. Kwa hivyo picha inaonyesha kwamba Uislamu unawategemea vijana pakubwa katika kuleta mabadiliko. Wiki iliyopita nilipiga mfano wa Mus'ab bin Umayr. Mus'ab bin Umayr, kijana mdogo sana alioeneza Uislamu katika mji wa Madina kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umayr, hawa ni vijana tu baadhi ya kwamba wametajwa katika maswahaba. Kisha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atupigia mfano katika Qur'an. Leo ulipokuwa unajiandaa kuja katika ibada ama swala ya Ijumaa, umesoma Suratul Kahf. Suratul Kahf kuna maudhui tofauti, topics nyingi katika sura kama hii, lakini mmoja katika sura imebeba jina la Ashabul Kahf. Ashabul Kahf, Ashabul Kahf, hao walikuwa ni vijana. Hakukupatikana mzee hata mmoja katika hao. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atuambia, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Fityatun, hawa walikuwa ni vijana wadogo sana. Amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Leo Qur'ani imesajili tarehe ya vijana kama hawa katika Qur'an. Fityatun, na mabadiliko walioifanya yalikuwa ni mabadiliko makubwa sana. Ni watu ambao walikuwa wakiishi katika zama ambao kuna mfalme ambao ni dhalim, lakini mabadiliko walioleta ikawa kuna watu karibu waanze kuabudu. Mwenyezi Mungu asema innahum fitya, ni vijana tu. Leo vijana ambao kwamba tuko nao, ama vijana sisi ambao kwamba tuko sasa, ambao kwamba tunajiita ni vijana wa kitone.com. Je, Uislamu unatutegemea kiasi gani? Je, fikra za walezi wetu, fikra za Uislamu zimefifia kiasi gani katika kututegemea sisi vijana wa Kiislamu? Pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam rahmatun lil alamin, kuna sehemu ubarobaro unafika ukawa kijana amecharuka, hakuna yoyote kwamba aweza kumwambia chochote. Mtume atambua akasema, washababu shu'batun min al-junun, ni sehemu katika uenda wazimu, ni sehemu ndogo katika uenda wazimu. Lakini sio maana kwamba vijana sisi tu uenda wazimu.
Watukufu wapenzi Waislamu, leo hotuba yangu nimekusudia vijana. Vijana wa leo ni vijana ambao kwamba ghazzatuhum alatul lahu, vyombo vya upuzi vimewateka. Vijana wa leo ni simu mkononi. Katika hiyo simu ameshika ndio ulimwengu mzima mkononi. Yuko TikTok, yuko Facebook, yuko Instagram, yuko katika X, yuko katika kadha, yuko katika kadha, na anasonga katika hatua moja hadi hatua nyingine bila ya kujali, bila ya kujali. Na hizi zote anazotuwekea Mwenyezi Mungu ni neema, lakini hazijawa na nafasi za kututoa katika mstari kwa huyu Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Leo tungelitumia TikTok usongeza Uislamu leo. Tunaambiwa katika Uislamu na kusoma katika masala ya usulu fiqh, kuna haramu mara mbili. Kuna haramu mara mbili. Kuna haramu dhatiyo na kuna haramu aridhiyo. Kuna haramu ambapo kwamba kwa dhati kile kitu ni haramu mutlaq, kile kitu ni haramu, Mwenyezi Mungu amekiharamisha moja kwa moja. Lakini kuna kitu ambacho kwamba ni haramu dhatiyo, kimekuwa haramu kwa sababu ya kitu kingine kilichoizukia. Mfano, kuangalia mpira ni halali. Ukiangalia mpira wakati wa swala, kuangalia mpira ni haramu. Si nafikiri tuelewana? Kuangalia mpira ni halali, lakini unapoangalia mpira wakati wa swala, tayari kuangalia mpira ni haramu wakati ule, wapata madhambi. Hiyo ndio mfano kwamba na kupatia kwamba nyepesi wewe kuelewa. Kwa hivyo wewe kutumia TikTok ni halali, lakini uslub, namna unavyoitumia inakupeleka katika haramu, ikaifanya kile chombo ulichokishika mkononi kwako ni haramu. Wangapi swala za wapitia wako katika kuangalia musalsalati, waangalia seasons, wako katika lahu. Turudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukimalizia hadithi aliyopokea Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Muadh bin Jabal tumhisabu katika vijana kwa sababu jina lake ni kubwa, Muadh bin Jabal, lakini kafariki na miaka 33. Muadh bin Jabal apokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah, mwanadamu hatoinua kwato zake, nyayo zake hiyo siku ya Kiyama hata hatua moja, hata yus'al an arba hisal, mpaka aulizwe maswala manne. Maswala manne, kila mmoja lazima apate kuyajibu haya maswala mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, kabla ya kuinua hatua yako moja pale utakapofufuliwa. Swali la mwisho ama swali la kati na kati. Swali la kwanza, ana umrihi fima afna, umri wako umeumalizia katika jambo gani? Katika hilo swali la umri, kuangalia kwamba Mtume ana ufasaha akaingiza kitu ambacho kwamba ni muhimu hapo hapo katika umri. Wa an shababihi fima abla, mwanadamu ataulizwa kuhusu ushabab. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im wa an shababihi fima abla, ubarobaro wako uliutakalisha vipi mpaka mvi zikaanza kukutoka, ule ubarobaro uliutumia vipi?
watukufu wa Kiislamu, ni swali ambalo kwamba litakuwa na giza sana kwetu sisi vijana. Tumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalia alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.